Mimi ni Charles Wilbard Sabiniani, alimaarufu Lowassa, mwenyekiti wa jukwaa la Samiarism, Malkia wa Amani na Malkia wa NTV, sehemu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama kinara wa mazingira. Tumekuwa na agenda ya upandaji wa miti ya matunda, miti ya vivuli nchi nzima, lakini tukilenga kwenye mashule. Hapa mbele yetu tumepokelewa vizuri na mwalimu mkuu atajitambulisha ni shule gani, lakini pia kwa jina, na atasema amepokeaje ugeni huu wa miti na idadi ya miti. Karibu mwalimu mkuu. Asante sana. Mimi naitwa Mwalimu Khalifa Kiembe, mwalimu mkuu shule ya msingi Emaoi. Hakika tumefurahi kupokea ugeni huu wa kutuongezea miti katika shule yetu, kwa sababu sisi tumekuwa ni vinara wa kutunza mazingira na kuotesha miti ikiwepo ni ya matunda pamoja na vivuli. Kama jinsi unavyoona mazingira ya shule yetu, tumeweza kuotesha miti mingi sana ya matunda ikiwepo parachichi, mapera, machungwa pamoja na miti ya vivuli. Lakini tunashukuru kwa taasisi hii kutuletea miti kama niloishika mti wa matunda mapera. Tumepokea jumla ya miti 1200 na mimi kama balozi wa utunzaji wa mazingira katika shule yetu, lakini pia na halmashauri yetu, nitahakikisha miti hii tuliyoipokea inaendelea kutunzwa, inakuwa na tunashajilisha mazingira ya shule yetu kwa ujumla. Okay, shukrani sana. Na wito wako kwa walimu watakaokusikia, lakini pia wito wako kwa wanajukwaa au watazamaji wa Malkia wa NTV juu ya utunzaji wa mazingira? Mi wito wangu tuendelee kuyatunza mazingira, kwa sababu hata mabadiliko ya tabia ya nchi yanahitaji sana uwepo mkubwa wa kuongeza idadi ya miti ili tuweze mazingira yetu yaendelee kuwa salama. Lakini pia angalia hata ongezeko la joto hili. Kwa hiyo tunahitaji sisi tuoteshe miti kwa wingi kuhakikisha mazingira yetu yanaendelea kuwa safi na mazuri, lakini pia ongezeko hata pia la mvua. Tumeona ukame unaanza kutunyemelea. Kwa hiyo ni vema kila mwananchi, si tu taasisi zinazohusika na utunzaji wa mazingira, lakini pia kila mwananchi ahakikishe anapoishi au anapokaa anakuwa na uwezo wa kuotesha walau hata mti mmoja au miwili, basi kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama kabisa na miti ya kutosha na mazingira yanakuwa mazuri, ili kwa ustawi wetu sisi na vizazi vijavyo.